Nadharia ya narratolojia. Hujambo na karibu Teachkrest. Leo tunataka tuangalie nadharia ya narratolojia. Hii ni nadharia inayohusiana na uchambuzi wa muundo, mitindo, ploti ya simulizi ili kuwasilisha ujumbe. Hii ni nadharia ya uchunguzi wa hadithi au simulizi. Kimsingi, usimulizi ni uelezaji wa tukio ambalo linaweza kuwa ni la kihalisia au bunilizi, factual or just made up. Mihimili ya nadharia ya narratolojia: moja, pana ujumbe maalum unaosimuliwa. Kuna wakati maalum ambapo jambo hilo linasimuliwa. Kuna wahusika ambao wanasimuliwa. Kuna sauti ya uwasilishaji ambayo inasaidia kujenga mawasiliano na hadhira. Kuna mtazamo wa msimulizi ili tuweze kupata dhamira yake. Kisha kuna usemi wa wahusika. Kuna muundo, kuna mitindo, alafu mwisho kuna tendo au tukio. Umuhimu wa usimulizi ni kwamba hubainisha mwendo wa kazi ya fasihi, na pili, hubainisha nafasi ya wakati katika kazi ya fasihi. Kuna aina mbalimbali za usimulizi, moja ikiwa ni usimulizi wa nafsi ya kwanza. Usimulizi huu una manufaa yake. Kwa mfano, hufanya masafa ujumi kuwa mafupi, husaidia msomaji kumakinika zaidi na kufuatilia vitushi, ile ploti, hudondoa yale yaliyoshuhudiwa na msimulizi. Ndipo sasa tunamalizia kutoa usimulizi wa nafsi ya kwanza eti ni usimulizi shahidi. Pia hurahisisha masafa ya kiwakati na kijiografia, hurahisisha kupenyeza nafsi ya pili. Samahani. Jambo lingine ni kuwa huwa na athari kwa msomaji, kiasi kwamba anaweza kuvutiwa, na ikiwa kazi yenyewe ilikuwa ni ya kuliza, anaweza kulia. Pia hujenga uhusiano wa karibu kati ya msomaji, na mwisho hufaa katika kazi za kitawasifu, autobiography, na pia kazi za kitanzia. Udhaifu wa usimulizi wa nafsi ya kwanza ni kwamba hapana uwezo wa kuona mambo yote kwa wakati mmoja. Pili, mhusika hutueleza anayotaka tuyaone, na hivyo pana uwezekano wa kujipendelea na kuonyesha ubora wake tu. Kuna bias ama subjectivity. Ingine, hupunguza kasi ya kazi husika. Jambo lingine, iwapo msimulizi ataaga, itakuwa vigumu kuendelea, na hivyo bila shaka inabidi kufidia upungufu huo. Tukiangalia usimulizi wa tatu au usimulizi maizi. Tunaona kwamba unatumia nafsi ya tatu. Manufaa yake ni kwamba pana uhuru tele wa kueleza. Unaruhusu usimulizi wa mambo ambayo hayakushuhudiwa, kwani humwezesha msimulizi kuona kila kitu kuhusu wahusika. Kingine, huruhusu kurukaruka katika usimulizi, na hili linasaidia hata kuongeza kazi, yani ile kasi ya kazi yenyewe. Hufaa kwa kazi ya kiwasifu na kifutuhi. Huwezesha kukimbiza masafa ya kiwakati, na hivyo kuongeza kasi ya kazi. Pia hapana mapendeleo, kwani huchukua mfumo usiofungamana na mhusika yoyote. Hivyo mtu hatahisi kwamba hapa na mapendeleo. Udhaifu wake, pana ukinzani mkubwa wa kimantiki kuhusu usahihi na uwezekano wa utokeaji. Jambo lingine, si rahisi kufuatilia vitushi, so unafika unachanganyikiwa. Jambo lingine, pana masafa ujumi marefu, hivyo kumfanya msomaji kutojihusisha kwa karibu, na hata wakati mwingine kukinai kazi yenyewe. Ifahamike kwamba wakati mwingine unaweza pata kazi ya kifasihi imeweza kuchanganya aina hizi zote za usimulizi, tukapata usimulizi mseto ambao utahusisha dialojia. Pana masimulizi andishi kama vile kupokea barua. Kuna marudio ya kisa ili kuonyesha mahusiano. Napata kisa fulani kimerudiwa sana.
Kisha pana usemi halisi wa wahusika, pana usemi taarifa ili kuripoti yaliyosemwa na wahusika. Hadi wakati mwingine, nimekuwa ninahodha wako Bikerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike hii video. Bye, nawapenda.